Ni mabadiliko ya kikosi cha timu ya Simba ambacho kitaenda kuanza kwenye mechi ya Mzizima Dabi kule katika uwanja wa Chamazi uliopo Chamazi jijini Dar es Salaam. Bwana, kama kawaida Simba wakiongozwa na kocha wao bwana Steve Baka basi pale golini watakwenda kuanza na Mamadou Tanja Kasali, mmoja kati ya magolikipa wazuri sana, na golikipa huyu aliweza kukosekana katika mchezo uliopita mchezo kati ya Simba na Coastal Union kwa sababu ya matatizo ya usafiri. Aliweza kuchelewa kufika katika mechi ile. Kama ambavyo tunafahamu timu yake ilikuwa ikicheza Morocco na Tanzania ni mbali sana, na ndio maana Kasali alishindwa kufika katika ule mchezo kwa muda husika. Bwana, safi ya mabeki kama kawaida, kama ilivyo ada, mabeki wanne wa Simba hawa siku zote tunawafahamu. Katikati ni mabeki wawili, mabeki ambao wanaelewana sana kwenye siku za hivi karibuni. Bwana Rushaini Deloku, mmoja kati ya mabeki ambao wamekuja kuleta kitu cha tofauti katika ligi yetu. Bwana, beki ambaye hatumii nguvu, beki ambaye anatumia akili sana na ana timing ya kutosha, na amekuwa akiwatesa sana mastreka wa timu pinzani. Lakini pembeni ya Rushaini Deloku kuna mtu ambaye yeye huwa ataji sana, yeye ni mtu ambaye anafanya vizuri sana. Bwana Ismail Tool ni mmoja kati ya mabeki ambao wanacheza huku wanaelekeza, unaweza kusema kwamba ni kocha at the same time ni mchezaji. Jamaa ambaye amekuwa akiwapanga, ameweza kupanga backline, anampanga kiungo, anamwambia njoo chukue pasi, piga pale. Of course jamani, ana mchango mkubwa sana kwenye kikosi cha Simba, hususan katika eneo zima la kuanzisha mashambulizi, japokuwa watu wengi wamekuwa hawamzungumzii Ismail Tool, lakini kiwango chake ni kiwango kizito na ni kikubwa, na ameleta kitu cha tofauti kabisa kwenye klabu ya Simba. Lakini upande wa kulia kama kawaida, show me the way, Shomari Kapombe ataweza kuanza. Amekuwa ni mtu ambaye ni tegemeo sana kwenye kikosi cha Simba, hususan katika masuala mazima ya kuanzisha mashambulizi katika upande wa pembeni, na tuliweza kuona katika mechi ya Coastal Union baada ya kucheza kidogo mwalimu Steve Baka aliamua kuweza kumpumzisha Shomari Kapombe na aliweza kumpatia nafasi bwana Duchu. Sasa katika upande wa kushoto tunakutana na mzee wetu wa kujitutumua, kijana mdogo mwenye kasi, mwenye nguvu, mwenye akili na mwenye kujitutumua. Bwana, hapa namzungumzia Nixon Kibabage, mmoja kati ya wachezaji ambao wameweza kuja vizuri sana mara baada ya kuweza kusajiliwa na klabu ya Simba katika dirisha dogo la usajili. Bwana Kibabage kuna kitu ambacho amekuja kukiongeza kwenye kikosi cha Simba, japokuwa watu wengi wamekuwa wakimsemea mambo mengi. Alikamwe amesema mambo mengi sana kwa Kibabage, amesema kwamba kijana anajitutumua, lakini kiufupi unaweza kusema kwamba Kibabage ameweza kuliziba pengo la Mohamed Hussein kwa 100%. Mashabiki wa Simba hivi ambavyo tunazungumza, basi wameshindwa kuweza kumkumbuka Mohamed Hussein, wameshindwa kuikumbuka ile kile kitu ambacho kwa anakifanya Mohamed Hussein kwa kile kitu ambacho Kibabage amekuwa akifanya. Bwana, sasa baada ya kumalizana na safu ya golikipa pamoja na safu ya mabeki ujumla, basi tuingie katika safu ya viungo. Kama kawaida ya mwalimu Steve Baka, yeye amekuwa ni muumini wa kuweza kutumia viungo watatu. Inategemea na mechi. Kuna baadhi ya mechi anaweza kutumia viungo wakabaji wawili na kiungo mshambuliaji mmoja, lakini kuna baadhi ya mechi anaweza kumtumia kiungo mkabaji mmoja na viungo washambuliaji wawili kutokana na ugumu wa mechi. Kwa mfano, kuna mechi ya Coastal Union aliweza kutumia viungo wakabaji kiungo mkabaji mmoja na viungo washambuliaji wawili, Nio Maema pamoja na Kratos Chota Chama, huku kiungo mkabaji alikuwa ni bwana Alassane Maodo Kante. Lakini kwenye mechi hii sasa ya Azam kuna ulazima yeye kuweza kutumia viungo wakabaji wawili, na bila kupoteza muda kiungo wa kwanza atakuwa ni Yusuf Ali Kagoma na kiungo mwingine atakuwa ni Master Pasi Alassane Maodo Kante, moja kati ya viungo ambao wanaweza kuofa kwenye masuala mazima ya kukaba pamoja na masuala mazima ya kupiga pasi. Amekuwa ni mtu ambaye anaweza kupiga pasi ndefu, pasi fupi za kuweza kufungua safu ya ushambuliaji ya timu pinzani. Lakini ukimtazama Kagoma amekuwa ni mtu ambaye tunaweza kusema ni mkata umeme. Yeye ndiye mtu ambaye anaweza kudictate eneo la katikati. Yeye ndiye mtu ambaye anaweza kuamua timu yake ichezaje, ifanye nini na kwa wakati gani, kwa sababu amekuwa akihusika kwenye matukio muhimu sana. Na huyu Kagoma ni muhimu sana kwenye eneo la safu ya kiungo, kwa sababu kama ambavyo tunafahamu kocha Florent Ibenge amekuwa ni
ni muhimili mkubwa sana katika klabu ya Azam na ameweza kutumia viungo wake ili kuweza kurahisisha mechi yake. Tuliweza kuona katika mechi ya Yanga basi viungo walikuwa takribani 5 ambao waliweza outshine, waliweza kuwashinda viungo wa Yanga ambao walikuwa wanaongozwa na Duke Oga Abuya. Bwana, hao ni viungo 3 ambao mwalimu Steve Barker anaweza kwenda kuwatumia katika masuala mazima ya mchezo wa Azam pamoja na Simba kule katika uwanja wa Chamazi. Sasa tuweze kuhamia katika safu ya ushambuliaji, mahali ambapo hapa ndipo timu inaweza kuamua ipate matokeo ama isiweze kupata matokeo. Bwana, kama kawaida wale 3 wa mbele, upande wa kushoto tutakutana na Libase Gueye, mmoja kati ya wachezaji ambao wamekuja kuleta kitu kipya katika timu ya Simba. Wachezaji ambao wanacheza vizuri sana kwenye masuala mazima ya upande wa kushoto kule katika winga, japokuwa kwenye mechi iliyopita bwana Libase Gueye hakuwa na game nzuri, lakini hiyo ni kawaida kwa kila mchezaji. Kila mchezaji anapitia wakati mgumu na Libase Gueye aliweza kupitia wakati mgumu kwenye mechi ya Coastal Union, lakini mimi naamini ya kwamba endapo mwalimu Steve Barker atamuamini, basi kuna uwezekano mkubwa wa yeye kuweza kucheza vizuri kwenye mechi ya hapo kesho, hapo siku ya Jumapili ambapo itakutanisha Azam pamoja na Simba. Bwana, upande wa kulia basi utakutana na Anicet Oura, moja kati ya wachezaji ambao hawaimbi sana, lakini amekuwa ni mtu ambaye anaupiga mwingi. Bwana, jamaa kiufupi unaweza kusema kwamba ni anajua mpira balaa, kwa sababu kile kitu ambacho anakifanya uwanjani si wachezaji wengi wanaweza kufanya. Bwana, huyu jamaa anashuka chini, anakaba, anapandisha mashambulizi, anakimbia. Yaani kiufupi unaweza kusema kwamba huyu mchezaji ni full package, kwa sababu anapiga mashuti, anatoa assist, yani anaweza kufanya kila kitu kwenye football. Na huyu jamaa anamsaidia sana kibabaki katika ule upande wa kulia. Jamaa anacheza vizuri sana. Na katikati basi kama kawaida tunaweza kumkuta pale kijana wetu Mtanzania mwenzetu Suleiman Mwalimu. Suleiman Mwalimu ni mchezaji mzuri, lakini kama kuna kitu cha kumshauri ni kuhakikisha kwamba anaongeza umakini katika baadhi ya matukio. Kwa mfano tuliweza kuona kwenye mechi ya Coastal Union Suleiman Mwalimu aliweza kukosa 1 against 1 yeye na golikipa wa Coastal Union aliweza kucheza mpira ambao bwana Suleiman Mwalimu aliweza kupiga banana chop ambayo iliweza kufeli. Of course unaweza kusema kwamba hii ilikuwa ni nafasi ya wazi kabisa yeye Suleiman Mwalimu kuweza kuiandikia goli timu ya Simba na kuweza kuongeza akaunti yake ya magoli, kwa sababu hivi tunavyozungumza Suleiman Mwalimu ana magoli yake 6. Sasa tuweze kuzungumzia kwenye masuala mazima ya sabu. Nani atatoka na ni nani ataweza kuingia? Bwana, kama ambavyo tunafahamu moja kati ya sabu ambazo kocha Steve Barker amekuwa akizifanya ni sabu ya Libase Gueye, na amekuwa akimtumia Elia Mpanzu na kumuingiza akicheza katika upande wa kushoto. Bwana, hivi ambavyo tunazungumza kama Elia Mpanzu ameweza kurejea kwenye klabu yake ya Simba, kwa sababu tulisikia kwamba Elia Mpanzu bado hajarejea, na taarifa ambazo tulizipata sisi Bongo 9 ni kwamba jamaa anaumwa, lakini japokuwa kuna watu walikuwa wanasema kwamba Mpanzu hawezi kurejea kambini mpaka aweze kulipwa zile pesa zake ambazo alikuwa ameahidiwa kwenye mkataba ambao ametoka kuusaini hivi karibuni na tajiri mwenyewe, rais wa klabu ya Simba, bwana rais wa heshima Mohamed Dewji almaarufu kama Mo. Sasa kama atakuwepo, basi kule upande wa Libase Gueye anaweza kuanza bwana Elia Mpanzu kibisawala. Na sabu nyingine unaweza kuizungumzia sabu ya game changer bwana Morris Abraham, kijana mdogo ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kuweza kutembeza boli, yani boli liweze kutembea na kwenda mbele. Bwana Morris Abraham anaweza kuingia kwenda kubadilisha mchezo. Lakini sabu nyingine ambayo inaweza kufanyika ni sabu ya bwana Nio Maema, mmoja kati ya wachezaji ambao wamekuwa wakiongezeka performance yao siku baada ya siku. Tuliweza kuona mechi ya Coastal Union, Nio Maema aliweza kupata man of the match, lakini kuna mechi pia ya ligi kuu ya pale Meja Jenerali Samuyo aliweza kupata man of the match vile ana man of the match 2 kutokana na kile kiwango ambacho Nio Maema amekuwa akikionyesha. Bwana, hizo ndio sababu ambazo zinaweza zikaingia kwa haraka kwenye ule mchezo wa Mzizima Dabi, mchezo kati ya Azam pamoja na klabu ya Simba. Sasa mpenzi mtazamaji wangu wa Bongo 9, kaa hapo. Hii ilikuwa ni first 11. Hiki kilikuwa ni kikosi ambacho kitaweza kuanza kwenye Mzizima Dabi, na hiki ni kikosi cha Simba. Sasa kaa hapo, ninakuletea video na kutengenezea video ambayo
itaonesha kikosi cha Azam ambacho kitakwenda kuanza kwenye mechi ya Mzizima Dabi. Mimi niseme kwamba kwenye masuala mazima ya kikosi cha Simba mimi sina la ziada, lakini kutokea mwanzo mpaka mwisho ulikuwa nami presenter wako siku zote Rich Mo TZ. Lakini kabla sijaondoka, ningependa nikuasi mpenzi mtazamaji uweze kusubscribe channel yetu ya Bongo 9 ili uweze kujiunga kwenye familia hii kubwa ya michezo.